Habari gani mwanafamilia wa Koni Online TV, mimi ni mwandishi ambaye nipo mapichoni. Kidogo unaona kuna hali ya utulivu baada ya mapigano ya muda mrefu ambayo yamedumu takriban masaa 12. Hivi ninavyokuambia, tupo maeneo ambayo hata umeme umeweza kukatika kutokana na mabomu na marisasi ambayo yamekuwa yakilindima katika eneo hili kutokana na majibizano makali kati ya jeshi la M23 pamoja na jeshi la Tanzania JWTZ. Na vifo vya M23 imesadikika ni kwamba vipo kama 58. Bado jeshi la JWTZ halijaweza kutoa idadi kamili ya watu wangapi ambao wameweza kuzulika na mapigano haya. Hapa mchana unapopaona sasa hivi kimya, palikuwa panalindima risasi, panalindima mabomu. Hapa kuwa na mtu yoyote hapa zaidi ya wanajeshi wakiwa wanamwagiana risasi. Na leo tupo na mmoja ya watu wakazi wa hapa ambaye amedumu kwa muda mrefu na atatuambia ni nini ambacho M23 wanakitaka. Ni nini migogoro ambayo imekuwa inaibuka mara kwa mara katika nchi ya Kongo. Mwanafamilia wa Koni Online TV, kama ni mara yako ya kwanza, ningekusihi ubonyeze alama ya subscribe ili uendelee kupata udaku huu vizuri. Tupo nchini Kongo. Nadhani utakuwa haunioni vizuri kutokana na umeme kukatika, kama ambavyo nimekwisha kukwambia hapo awali ya kwamba umeme umekatika hapa baada ya vyanzo vya umeme kukatika, kuharibika kutokana na mgogoro ambao ulikuwa unaendelea asubuhi ya leo katika mji huu mdogo wa Goma. Tukumbuke kabisa kwamba uliovamiwa ni ubalozi wa Tanzania, na M23 wanadai ya kwamba wamevamia ubalozi huu na kudai ya kwamba unatakiwa utoweshwe katika eneo hili la Kongo kutokana na nchi ya Tanzania kusema kwamba inaweza ikamsaidia Felix Tshisekedi ili aweze kupata usalama katika nchi yake kutokana na uasi huu wa M23. Na leo tupo na mmoja ya watu ambaye anaweza akatuelezea vizuri juu ya mgogoro huu, na ameweza kusalimika baada ya mapigano haya kudumu kwa masaa 12. Bwana, mambo vipi? Poa kabisa. Tumeona mapigano ambayo yamedumu ndani ya masaa 12. Nini chanzo cha mgogoro huu wote ambao umekuwa ukiendelea? Mimi nadhani chanzo cha mgogoro ni uwepo wa kundi la M23 katika nchi yetu ya Kongo. Sasa niulize tena,